Last one, we just bring up. Mtazamaji wa CG Online TV, nyuma yangu ni kikosi cha Simba kikiendelea na mazoezi ya mwisho ama maandalizi ya mwisho kuelekea mchezo wa ligi kuu soka ya Tanzania bara dhidi ya KenGold ya Mbeya, mchezo ambao utapigwa katika uwanja huu wa Al Hassan Mwinyi. Ikumbukwe mara ya mwisho wakati Simba wanafika hapa walicheza na Tabora United ambapo waliondoka na alama zote 3. Je, kesho itakuwaje? Ni ndani ya dakika 90 ndizo ambazo zitaamua ni nani ataibuka na ushindi kwenye mchezo huo. Lakini mara baada ya mazoezi tunazungumza na kocha msaidizi wa Simba Selemani Matola, lakini pia mchezaji ama kiungo wa timu ya soka Simba Awesu Awesu. Cha kwanza tuanze kumshukuru Mungu kwa sababu nafikiri tumewasili Tabora leo majira ya saa 10 na sasa hivi tuko mazoezini kwa ajili ya mechi ya kesho. Maandalizi mpaka sasa yako vizuri. Kizuri kwetu sisi ni kwamba wachezaji wote wako vizuri na wote wako salama kabisa kwa ajili ya mchezo wa kesho. Tunajua umuhimu wa mchezo wa kesho, ni mchezo ambao kama tunavyojua tunaenda kwenye kinyang'anyiro cha ubingwa. Kati ya sisi na Yanga tuna gap la pointi 1, kwa hiyo ili tuwe mabingwa lazima tushinde mechi zote zilizobaki. Kwa hiyo moja ya mechi ambayo ni muhimu kesho ni KenGold. Kwa hiyo tunahakikisha pamoja kwamba ni timu ambayo imeshashuka daraja ukiangalia, lakini siku zote usimdharau mtu yote. Kwa sisi tutaingia kesho tutamdharau KenGold pamoja kwamba kishashuka daraja kwa sababu pointi 3 kwake kwetu ni muhimu, ndo za ubingwa kwake. Kwa hiyo tuko vizuri pamoja na ubora wake atakayokuwa nao kesho, tuhakikishe tunapata matokeo ya mechi ya kesho. Sababu hiyo ya kujua tayari mpinzani wako yuko nafasi gani na wapi ambapo amefikia mpaka sasa hivi inafanya kama Simba kuingia kama mchezo ambao hauna pressure kubwa kweli? Hapana, unajua siku zote KenGold ni timu ambayo ina wachezaji wazuri. Wamekuwa na bahati mbaya kiukweli, wameweza kushuka mapema, lakini wana wachezaji wazuri. Kwa hiyo mechi kama hizi ni mechi ambazo za mchezaji kujiuza. Kwa hiyo wanaweza kuja kupambana kwa ajili ya faida yao ya baadaye kwa sababu hata kuna ligi. Kwa hiyo ukikutana na timu namna hiyo siku zote waga ni hatari sana. Kwa hiyo tuna imani itakuwa ni mechi ngumu na yenye ubora zaidi. Kwa hiyo pamoja na ugumu wao tutahakikisha tutapata matokeo kwenye mchezo wa kesho. Mwalimu, umezungumzia matumaini ya Simba kuwa na matumaini ya kuenda kuchukua ubingwa msimu huu kutokana na mchezo mmoja ambao umebaki dhidi ya wale ambao mnakimbizana nao Young Africans. Pengine ni mchezo ambao mnaotumia kama maandalizi kuelekea mchezo ujao. Hatuwezi kusema maandalizi, huu ni mchezo wa ligi. Ni mchezo wa ligi na unahitaji pointi 3. Kwa hiyo hatuwezi kuongelea mechi Yanga ambako sisi bado tuna michezo mingine hapa katikati. Tunaongelea mchezo wa kesho. Kwetu ni muhimu na sio mchezo wa maandalizi, ni mchezo ambao tunahitaji pointi 3 ili kuweza kuendelea katika resi za ubingwa. Baada ya wachezaji pengine wote hali zao na kikosi kimoja. Tunamshukuru Mungu, wachezaji wetu wote wako salama na tumesafiri nafikiri karibuni na wachezaji karibuni takriban wote na wote wako vizuri na wote wako kambini. Kwa hiyo kwa hilo linatupa matumaini ya kuweza kufanya vizuri katika mchezo wetu wa kesho. Kuna mambo mengi sana ambayo yameendelea nje ya uwanja na pengine yanaweza ikawa kwa namna moja au nyingine yaliingilia hata programu zenu walimu mnapojiandaa na mechi. Hii inaweza ikawa inaathiri timu moja kwa moja kuelekea kwenye mchezo unaokuja. Sisi maandalizi yetu yalikuwa ni ya game 3 zilizobaki. Ndio yalikuwa maandalizi yetu. Kwa hiyo mimi nafikiri hatujaathirika na chochote ujue kwa sababu ni katika hesabu zetu tushinde game zilizobaki. Kwa hiyo maandalizi yetu yanakwenda pamoja. Kwa hiyo mimi nafikiri hatujaathirika na chochote, tuko tayari kwa ajili ya mechi ya kesho na kesho tunapata matokeo. Kocha, unaweza kuzungumzaje ratiba? Kesho mnacheza tarehe 18 dhidi ya KenGold, tarehe 22 mna mchezo, tarehe 25 pia mna mchezo. Ratiba hii kwenu nyinyi mnaweza mkizungumzaje? Nafikiri tukishalalamika sana na hakuna mwalimu yoyote duniani ambaye anataka timu yake icheze kila baada ya siku 2. Lakini ndio ratiba ishapangwa na tumeiona, kwa hiyo hamna ndisi. Lazima tuende ambavyo ratiba inavyosema. Kwenye hiyo ratiba tunaweza tukategemea rotation kesho na baadhi ya wachezaji wakapumzika kwa mchezo mwingine ambao inakwenda salika tena wa kesho. Kizuri ni kwamba kama nilivyokuambia wachezaji wetu wote wako salama. Wote na wote wako kambini kabisa. Na sidhani kama kuna mchezaji ambaye atakuwa ni mashine akacheza kila baada ya siku 2 mechi. Kwa hiyo it means lazima tutegemee kuna rotation itafanyika katika game zote hizi 3.
Kocha, mashabiki wa Simba wamekuwa nyuma yenu kila hatua. Mnawaambia nini katika mchezo wa kesho mashabiki wa Simba? Cha kwanza kwa kweli niwapongeze na niwaombe kwa sababu kiukweli wamekuwa na sisi kila tunapokwenda na wamekuwa na sisi kila tunapokuwa katika matokeo ya aina yoyote. Kwa hiyo niwapongeze na niwashukuru na ninawaomba tena kesho waweze kuja kutusupport. Tunawahakikishia kama Simba hatutawaangusha. Tutafanya kile kitu kila mwana Simba anahitaji Simba ifanye kesho. Mwalimu, maswali ya wanasema ni kuhusiana na mchezaji wao Hussein Kazi. Mechi nyingi hatujamuona. Kuelekea mchezo wa kesho na mchezo mwingine ambao imesalia, tunaweza tukamshuhudia. Nafikiri bado tuna muda na nafikiri akiwa kwenye rotation mtaweza mtamuona katika game hizi. Mwalimu, malizie kama hujaondoka. Kiufundi zaidi kucheza na timu ambazo zimeshashuka kwenye ligi. Ken Gold hii kesho siku 3 mbele Kagera Sugar. Kiufundi unajua katika mpira mchezaji anajiuza yeye mwenyewe kwa sababu timu imeshashuka, lakini mchezaji hawezi kukubali kushuka. Zimebakia mechi 3 za kuweza kujiuza aweze kubaki kwenye Premier League. Kwa hiyo gumu unakuja kwamba mchezaji anaenda kucheza kama yeye kwa juhudi zake binafsi aweze kubaki kwenye Premier League. Kwa hiyo inakuwa ni mechi ngumu sana unapokutana na timu ya namna hiyo. Wachezaji kama wachezaji tumejiandaa vizuri na tumefika hapa kwa sababu ya mchezo wa kesho. Tupambanie pointi 3 ambazo tumezifuata huko. Sio chingine. Awesu, ni mchezaji gani ambaye kwa upande wa mpinzani wako unamchukulia kwa tahadhari zaidi? Wachezaji wote kwa sababu kushuka daraja kwao sio kwamba hawana wachezaji wazuri. Wana wachezaji wazuri na wana wachezaji matured, wamekuwa kabisa kwa sababu washacheza mpaka timu zetu hizi mbili. Kwao ni wachezaji wakubwa kwa sababu wako timu za chini lakini wana wachezaji wazuri. Mmekosa makombe 3 mpaka hivi sasa. Mmebakiwa na ligi kuu tu. Hii kwenu inawapa pressure kiasi gani na tahadhari gani ambayo mnakuwa mnaingia nayo? Tahadhari tangia tunaanza msimu upo kwa sababu hatujapanga hata hayo makombe 3 kuyakosa, lakini isivyo bahati tumekosa makombe 3, tumebakiwa na 1, tunalipambania ili 1. Kwa hiyo pressure inaweza kuwepo kwa sababu wote tunakigombania hichi kitu kimoja. Matumaini ya Simba ni juu yenu wachezaji katika mchezo uliosalia kwa ajili ya kwenda kutimiza yale ambayo wanatamani ndani ya msimu huu, ile kombe ambalo mnazungumza. Nyinyi kama wachezaji mnazungumza nini hasa ikiwa michezo ya mwisho 3 lakini pia mchezo ambao kila timu inaenda kukutana nayo pia pengine na uhitaji wa kushinda mbele yao? Uzuri wa timu kubwa sio muda wote wachezaji wanakuwa wanakaa vikao kwa sababu kila mchezaji ambaye anacheza Simba anajua kitu ambacho kimemleta Simba. Kwa kila mchezaji anajua umuhimu wa mechi ambazo zilobaki ili tuchukue ubingwa, tushinde mechi zote 3. Kwa tupo kwa ajili hiyo. Na mwisho mnakwenda kukutana na timu ambayo wachezaji wake wanatumia nafasi za mwisho kujiuza. Matokeo sio kitu kwa mmejiandaa vipi? Sijaelewa swali lako. Wachezaji mnakwenda kukutana nao kesho, nafasi wanao si ya matokeo sana ila ni hakuna kujiuza. Nini mmejiandaa vipi, mna pressure kiasi gani kwao? Mchezo utakuwa mgumu kwa sababu kama unavyosema wao wanakuja hana cha kupoteza na wanakuja wanacheza bila pressure. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anakuja anacheza bila pressure, haogopi kupoteza kitu chochote, anakuja ambavyo wewe hujafikiria. Lakini Simba kama Simba tumejiandaa vizuri na naamini tutakabili na tutashinda mchezo wetu wa kesho tukijali. Sawa, kesho tunatarajia kushuhudia mtanange huo kati ya Simba dhidi ya Ken Gold kutoka hapa katika uwanja wa Al Hassan Mwinyi ambapo Simba wamefika hii leo na kufanya mazoezi ya mwisho hapa. Jina langu ni Emil Kasapa, lakini nyuma ya kamera yupo Rashidi Rukungu.